Benki ya CRDB imetoa msaada wa mabati 160 katika kata zilizoathirika na maafa ya maporomoko ya udongo wilayani Rungwe mkoani Mbeya. Maafa hayo yaliyotokea wilaya Rungwe na kusababisha vifo vya watu 21 huku nyumba zaidi ya 9 zilizojengwa kwa matofali mabichi na kuezekwa na mabati kusombwa na maporomoko ya udongo. Akizungumza wakati wa kukabidhi mabati 160 kwa waathirika wa maafa ya maporomoko ya udongo katika kata za wilaya ya Rungwe mkoani Mbeya, Karim Kindori, meneja uhusiano benki ya CRDB kanda ya Mbeya, amesema wao kama benki wametoa misaada hiyo ili kuwafariji waathirika hao. Tumejumuika hapa kufuatia maafa yaliyotokea siku ya tarehe 25 kufuatia mvua ambazo zilianza kunyesha kuanzia tarehe 23 mwezi Machi mpaka tarehe 25. Na mvua hizi ziliweza kuleta maafa tofauti kuanzia vifo vya watu, uharibifu wa majengo, vifo vya mifugo na kadhalika. Lakini tunafahamu katika wilaya yetu takribani kaya 54 ziliweza kuathirika katika viwango tofauti, na kaya hizi zina jumla ya wanakaya 179. Na tunafahamu kwamba maafa haya yalikuwa kwa viwango tofauti na kaya zilipata kuathirika tofauti. Sisi benki ya CRDB tunasema ni benki ambayo inamsikiliza mteja. Na moja kati ya majukumu yetu leo, hatujaja kama sehemu ya kibiashara. Tumekuja kama sehemu ya wananchi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, lakini wenye majukumu ya kuhakikisha pale ambapo panakuwa pana maafa ni utaratibu na desturi yetu kama Watanzania kushikana mkono. Na leo hii tutatembelea walau hizi kata 5 ambazo zinawaathirika walau kaya 19. Na sisi benki ya CRDB tukasema basi leo angalau tuwashike mkono wananchi ambao kidogo wamepata athari. Kwa siku ya leo tutakabidhi bati jumla 160 ambazo zitagawiwa. Hivyo tunaomba tuwaombe wananchi, hii ni sehemu ya kuwashika mkono. Lakini benki ya CRDB tumekuwa pia tukichukua hatua mbalimbali za kuhakikisha masuala ya mabadiliko ya tabia nchi, lakini na jitihada za uhifadhi wa mazingira. Pia tutumie fursa hii kutoa rai kwa wananchi. Tunafahamu wilaya ya Rungwe moja ya shughuli kubwa ya kiuchumi ni kilimo. Sasa baadhi ya athari ambazo zinatokana na maafa haya ni pamoja pia na shughuli za kibinadamu. Tunafahamu mvua imenyesha kwa siku 3, lakini kwa wilaya yetu sio mvua ambazo hatujazizoea. Ni mvua ambazo huwa zinanyesha miaka na miaka. Lakini athari moja hapo kubwa inayopelekea maafa haya yanatokea ni wananchi wetu kuto kuchukua tahadhari hasa kwenye shughuli zetu za kilimo, ikiwepo kukata miti kwa ajili ya kuandaa mashamba. Hivyo tutumie pia nafasi hii kutoa rai kwa wananchi. Benki ya CRDB imekuwa ikiunga mkono jitihada za serikali kwenye upande wa mazingira. Na ndio maana mikopo yetu ambayo pia tunaitoa ina kigezo cha kuhakikisha wananchi wanachukua jitihada za kulinda na kuyahifadhi mazingira. Ikiwepo unapoomba mkopo pia tunatoa fungu kwa ajili ya kuwezesha kufanya zile shughuli ambazo zitarejesha shughuli za kimazingira, ikiwepo kupanda miti ambayo inalinda mazingira. Sasa zinapokuwa mvua zinaongezeka, zinakutana na maeneo ambayo aidha hayajahifadhiwa vizuri au hayajalindwa, inakuwa rahisi kwa ardhi kunyonya kiwango kikubwa cha maji. Hivyo udongo unashindwa kuhimili ile nguvu ya maji na inapelekea maporomoko. Nao baadhi ya watendaji wa kata na viongozi mbalimbali wameelezea namna msaada huo wa benki ya CRDB utakavyowasaidia waathirika hao. Tunapenda kushukuru benki ya CRDB kwa mchango wenu wa mabati 160 ambayo mabati hayo yataenda kugusa wahanga ambao tutaenda kuwagawa katika kata 5 ambazo ni kata ya Nkunga, Lupepo, Buliaga na Ikuti. Tunapenda kutambua mchango wenu. Sisi kama serikali mmekuwa mkijitoa kwetu, na hasa tumeliona tena mchango wenu katika kipindi hichi cha maafa. Kuna wananchi wengine ambao nyumba zao zilipata nyufa,
kwa maana ya kwamba zinakuwa kwenye mazingira hatarishi na wengine unakuta ukuta mmoja umebomoka. Kwa hiyo tukaomba hata kwa jamii, kwa maana ya watu ambao ni majirani, wengine kuwahifadhi, na tunashukuru kwa sababu wananchi wetu ni wasamaria wema, wameendelea kuwasaidia hawa ndugu zetu ambao wameathirika, lakini serikali tumeendelea kuwasaidia, kuwa karibu nao sana, kuona ni mahali gani ambapo wamehifadhiwa ili wasikae katika nyumba ambazo tayari zimekaa katika uhatari, ambapo inaweza ikatokea tatizo lingine. Wakati tunaendelea kurekebisha, yoyote anayejisikia kutoa chochote, basi tunamruhusu ili aweze kusaidia mambo yaendelee vizuri. Pia nipende kuwashukuru sana viongozi ambao wameweza kufika katika siku hii ya leo kwa ajili ya maombolezo haya ya hawa ndugu zetu ambao tuliwapoteza kwa mwezi huu. Nadhani kwa kweli kama wananchi tulikuwa na maombolezo makubwa, pia tulikuwa na majonzi makubwa sana, lakini kwa kufika kwenu pia kuwashukuru sana benki hii kwa kufika kwa ajili ya kuunga mkono kwa ajili ya wafiwa, kwa ajili ya kusaidia bati ili waweze kujenga nyumba. Kwa upande wao, waathirika wa maporomoko ya udongo wanasema wamekuwa wakipitia kipindi kigumu cha maisha yao mara baada ya maporomoko ya udongo kuwakumba. Mimi nilipata maafa hiyo tarehe 25, ilikuwa saa 6 usiku. Nilikuwa nimelala huko chumbani kwangu, ndipo maafa kanitokea, nikabomokewa hata chumba nilichokuwa nimelala. Hali ya maisha kwa kweli sio nzuri. Sio nzuri mpaka sasa, bado tunaishi, nyumba iko wazi. Kwa hiyo mpaka tujenge ndipo tuonekana tuna kidogo auweni kidogo. Napenda kuwashukuru ndugu viongozi ambao mmetuona sisi kwa matukio yaliyotukuta. Hatukutegemea wala hatukuwaza kwamba sisi tunaweza kusaidiwa kiasi namna hiki, lakini tunaamini serikali yetu iko pamoja na sisi. Toka tulivyoanza haya maafa imetusaidia pakubwa sana. Tunashindwa hata jinsi ya kushukuru, ila Mungu wa mbingu na nchi awabariki. Mahali mpopunguza awazidishie. Kutambua kwenu jinsi sisi tulivyopata na majanga haya, mmeona si vyema kukaa kimya. Mmekuja kutupa mkono sisi Wanarungwe. Hatukutegemea wala hatukutumaini kwamba sisi tutapata misaada kama hii, lakini kwa jinsi mlivyoona majanga haya, hamjakaa kimya kuja kutusaidia sisi. Mungu awabariki. Maisha kwa sasa tunamshukuru Mungu, tunaendelea vizuri. Watu wengi wanatusapoti, wanakuja, tunawashukuru. Pamoja na nyinyi mmefika leo, tunawashukuru. Kama mimi hapa ilikuwa saa 6 usiku, nyumba yangu ikawa gema limetoka sehemu limekuja limepiga nyumba yangu, ikawa imebomoka pia. Ile kushtuka nakuta ndio hivyo nyumba yangu imebomoka, lakini tunamshukuru Mungu tulipona na bado tuko salama. Mpaka sasa hivi nimerudi, nipo kuna nyumba upangaji, lakini bado serikali naona inatuunga mkono. Pia tunapenda kuishukuru na pia iendelee kuwa na moyo huo huo, hata siku nyingine wasituache, maana bado tupo nao na tunawategemea mpaka sasa. Makazi mpaka mimi sasa bado hali yangu inayumba kiuchumi, maana mitaji yangu ishaporomoka mpaka hapo, mpaka saizi ndo kama tunavyotegemea serikali. Kwa mpaka sasa sina kazi yote, pia bado tunapambana ili angalau kidogo tuje tuonekane at least kidogo, maana hali yangu mpaka sasa bado imeumba. Hata hivyo, Asangawise Mwampamba, mratibu maafa wilaya Rungwe, amesema bado anaendelea kupokea misaada mbalimbali kutoka kwa wadau ili uweze kuwasaidia waathirika wa maporomoko ya udongo katika kata zote zilizoathiriwa na maporomoko hayo. Mara majanga yalipotokea tarehe 23 hadi tarehe 25 walifika kwa wakati, tukashirikiana kwa kiasi kikubwa kuona ni namna gani ambavyo tunaweza tukawasaidia wa ndugu zetu ambao walikumbwa na haya majanga. Walifika hapa wakatoa misaada ya chakula cha mahindi tani 2.5, lakini waliweza kutoa magodoro 194 kwa waathirika wote ambao walikuwemo katika kaya zote 79. Lakini bado wadau mbalimbali wanaendelea kujitokeza, ikiwemo benki ya CRDB ambayo imeonyesha ushirikiano kwa kiasi kikubwa. Wameweza kutoa bati 160 katika kaya 19 ambazo nyumba zao zimeweza kubomoka kabisa.
yani zimeanguka hadi chini. Lakini vile vile tunazidi kuziomba taasisi zingine au wadau mbalimbali waweze kuzisaidia hizi kaya, kwa sababu bado zina mahitaji makubwa, kwa sababu maafa yalitokea kwa kiwango kikubwa na bado mvua zinaendelea kunyesha. Kwa hizi jamii bado hazijarejea katika ile hali ya maisha ya kawaida ambayo yalikuwa yanaendelea.